Hapa sisi tunaamini na dunia nzima inaamini hivyo ya kwamba Chama alistahili. Hata maiti ukienda kuziamsha hivi sasa zilizokufa mwaka 1961 ukiwauliza nani anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi, watakwambia ni Mwamba Lusaga. Tafuta tazungumza kimiujiza. Kwa hiyo yanabaki kuwa ni maoni huru yetu sisi kuamini kwamba ilistahili kuwa hivi na sio hivi, lakini kamati ina mamlaka zaidi yenyewe ya kuamua nani anastahili kulingana na vile ambavyo wao wanaona inafaa na inatakiwa. Sisi tunaamini hivyo na wengine wanaamini hivyo na wengine, na duniani kote tuzo hazijawahi kuwa na muono mmoja. Duniani kote tuzo lazima ziwe na mijadala, lakini yote kwa yote sisi kwa sasa akili yetu na focus yetu kubwa tunasubiri tuzo ya Puskas. Sio huko kwenye ligi. Huku kama mtakuwa mnavuka sana. Hapana. Tukichukua ya huku tutashukuru, lakini sasa hauwezi kutegemea sana, sababu huku mwenye mbili ni bora kuliko mwenye tatu. Kwa hiyo huku hatuwekei maanani sana, na kwa level ya chama, kwa ukubwa wa chama, kwa ubora wa chama na kwa performance ya chama tunasubiri heshima kubwa zaidi kutoka Puskas. Hata akiwa nominated tu sisi kwetu inatosha sana. Akili yetu tumeielekeza huko zaidi. Tukipata hiyo itakuwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kweli kweli, lakini yote kwa yote tuachie kamati, wao ndio ambao wanafanya kilicho sahihi kulingana na vigezo vyao. Ukiuchukua mwezi wa tano hakuna ambacho kimefanya vizuri zaidi ya Simba Sports Club. Mwezi wa tano umekuwa ni mwezi bora sana kwa Simba. Tumefanya kila kitu kizuri. Tumecheza mechi 6 mwezi wa tano, tumeshinda michezo mitano na tumetoka sare mchezo moja, na tumeruhusu bao moja pekee ndani ya mwezi wa tano. Sasa yote haya nani yuko nyuma yake? Yuko mwalimu Steven Becker. Kwa hiyo Steven Becker amestahili kutoa tuzo hiyo, amefanya kazi yake kwa ufasaha, na Steven Becker in general ukimwangalia kwa ujumla wake, Steven Becker anastahili hata kuwa kocha bora wa ligi kuu ya NBC. Namna ambavyo ameifanya Simba hii leo kuwa timu ya maajabu kweli kweli. Yote kwa yote Simba tunajivunia uwepo wa Steven Becker kwa sababu ameifanya timu yetu kuwa vile ambavyo sisi tunahitaji. Mmetosheka? World Cup na hama. Jana nilikuwa Afrika Kusini. Nikimsapoti Neo Maema na Rushan Rock pamoja na Steven Becker. Tukapasuliwa. Nikasema fresh. Ile mechi ya saa 10 usiku siwezi kuangalia. Huo ni muda wangu wa kulala. Mimi sio mchambuzi kama ning'ang'ane na TV ili niamke kuchambua asubuhi. Mimi naangalia mpira kistarehe. Nikisikia usingizi na lala. Ile mechi ya saa 10 siangalii. Mimi siwezi kujitesa. Nasubiri mechi nyingine nichague timu gani. Timu yangu Brazil. Lakini Brazil wakivaa jezi ya njano siku hiyo na hama. Wakivaa ya blue na kuwa Brazil. Yaani unakuwa namna hiyo. Ni mtu fulani hivi ambaye hautulizi sehemu moja. Unajua pastoralist. Ningesoma geography nyinyi. Wale wakulima wa kuhama wale. Wafugaji wa kuhama ndio mimi. Sasa umeona waliosoma juzi ndio swali jingine mmechoka? Natosha. Chama onekani? Mechi ya mwisho alitoka na mazoezi gani?
Ulikuja Bunju? Ulikuja Bunju? Unauliza vipi hali yake? Ameposti ndugu yetu anasema mbona chama unataka mazoezi yule hapa chama. Mbona chama yuko wapi tuonyesheni tusaidie kwa chama yuko Jumapili tunakuja. Chama afanye mazoezi anasubiri mechi. Level alofikia Chama sio ya kufundishwa tena. Anasubiri mechi tu. Analala nyumbani kwao Zambia, anakuja hapa na ndege asubuhi, anaingia kwenye mechi, anafunga goli kali la Puskas, huyo yeye na yeye. Kwa hiyo ukimsubiri Chama mazoezini utachelewa sana. Chama sio mtu wa kufanya mazoezi. Chama ni another level. Chama anakwenda Marekani, anaangalia World Cup, asubuhi anakuja kwenye mechi. Wanasemaje wanataka kuondokezea mambo Iriza nitawahadithia tukiwa tunaliona hivi, ndio mtaelewa. Hivi sasa nikiwahadithia habari za Iriza hamtanielewa. Unajua kuna kijana sasa hizi ukimwambia kulikuwa kuna biashara ya utumwa haelewi. Kuna biashara ya utumwa, yaani watu walikuwa wanauza watu, yaani unauzwa unakuaje unauzwa, sijui unaelewa kwa sababu ni mambo ambayo ya zamani hayaingii kwenye akili. Nikiwaambia sifa za Iriza hivi sasa nyie hamwezi kunielewa, kwa sababu nyie watu wa huku wa dunia ya tatu, ili dunia ya tatu ama dunia inayoendelea. Zamani ilikuwa inaitwa bara jeusi. Nikikuhadithia habari za Iriza huwezi kuelewa, kwa sababu hilo basi ama hilo gari Afrika hii haipo. Kwa hiyo utaanza kupata tabu kujiuliza hilo gari linafananaje. Mwisho siku utasema hilo gari halipo, kwa sababu wewe akili yako ina limit ya kufikiria kuhusu magari. Ushazoea kuona magari fulani. Sasa tusubiri Iriza itoke, alafu nitakuwa nawaambia bana, hapa ukibonyeza inatoka Mokola, hapa ukibonyeza inatoka maji ya Masafi. Kiti hiki ukikibonyeza kinabadilika, kinakuwa swimming pool, mnaogelea. Niliwaambia mtabisha.